Maemba hawezi kusimama hapa, inabidi aje hapa. Sasa nilipokuja hapa nimegundua mimi ni mrefu sana. Hai, mnasemaje? Mko tayari? Mko tayari? Kwanza tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha tukutane hapa kujadili mambo ya muhimu ya nchi yetu. Tuko kwenye wakati ambao kama alivyosema Mheshimiwa Rozi, wakati wowote unasikia mtu ametekwa, amekufa, amepotea. Na hii sasa inakuwa ni trend ya nchi yetu. Hii ni trend ambayo ilikuwepo wakati wa utawala wa Nazi kule Ujerumani, wakati wa Adolf Hitler. Na ndio quote maarufu ya mchungaji Martin Nemora alisema, wakati wanawafuata Jewish, mimi nikasema mimi sio mjewish, wakati wanawafuata wa Israeli. Wakati wanawafuata si wakulima, mimi nilisema mimi sio mkulima. Wakati wanawafuata wafugaji, mimi nilisema mimi sio mfugaji. Wakati wananifuata mimi, nilipogeuka nyuma nikajikuta niko peke yangu. Sasa leo anatekwa Kaswahili, kesho anatekwa Mdude, kesho kutwa anatekwa Beni Sanane, siku nyingine atachukua Heche, na wewe utasema sio mimi, mimi sio ndugu yake, kesho kutwa itakuwa ni wewe. Ndio maana watu hao wamefikia sehemu wanamchukua mpaka mjumbe wa mkutano mkuu wa CCM anatoka kule kwetu Daniel Chonchori. Huu ni mwezi wa pili hajulikani alipo. Na mimi nimemsikiliza Rozi anazungumza. Rozi anasema kama rais hahusiki. Mimi nashangaa kwa nini watu mnakuwa mnazungumza innuendo hivi. Wajibu namba moja wa amiri jeshi mkuu wa nchi ni kulinda usalama wa raia, ni kulinda wewe uwepo. Ndio kitu namba moja alichopewa napo hapa, kwa sababu binadamu halinganishwi na kitu chochote kwenye dunia hii. Binadamu thamani yake ni kubwa kuliko kitu chochote unachokijua, kwa sababu binadamu mmoja ndiye aliyepata wazo la kutengeneza ndege. Leo watu wanasafiri kwa ndege duniani. Binadamu mmoja ndiye aliyepata wazo la kutengeneza gari. Binadamu tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Mungu ametupa uwezo kwamba inawezekana Beni Sanane angekuwa duniani, angezaa mtoto avumbue dawa ya kansa, aokoe dunia nzima. Inawezekana Mdude aliyetekwa angezaa mtoto avumbue dawa ya ukimwi, ibadilishe maisha ya watu. Juzi amezungumza mchungaji Gwajima, na amesema wazi kwamba watu wanatekwa na kikundi cha watu kilichopo ndani ya dola, kilichoundwa nje ya vyombo vya dola. Na hicho kwenye soko la dunia ni shilingi 300 kwa gramu. Gramu ni ule wembe ukiuchukua ukivunja hivi, kale kakipisi kamoja ndio gramu moja ya dhahabu. Ndio gramu moja shilingi 300. Nchi ya tatu kwa kuwa na dhahabu nyingi. Nenda Kagera, Kabanga, utakutana na madini yanaitwa nickel na cobalt. Madini yanayotumika kutengeneza injini za ndege na betri za simu tunazozitumia yanatoka Tanzania. Tuna madini ya uranium yanayotumika kutengeneza mabomu ya nyuklia. Tuna gesi futi za ujazo trilioni 54.5. Tuna makaa ya mawe, tuna chuma, tuna almasi, tuna bandari, tuna bahari kilomita 1600 kutoka Mtwara mpaka Tanga ya ndani. Kwa nini watu wetu ni maskini? Tuna ardhi kilomita za mraba 945. Uongozi bora.
Hivyo ndio vimeturudisha nyuma. Ndio maana Bob Marley katika wimbo wake wa Rat Race anasema, in abundance of water a fully thirsty. Katikati ya wingi wa maji ni mjinga peke yake anaweza kuwa na kiu. Katikati ya utajiri nchi yetu tumekuwa wajinga, tumekuwa maskini kwa sababu tunaongozwa na watu wasiokuwa na uwezo. Ambieni nyie hakuna ajira. Vijana hawana ajira. Wanawaambia ajira ni tatizo la kidunia. Rais wa nchi ambao wajibu wako ni safety ya watu wako. Safety ya watu wako ni pamoja na kuwa na kipato. Anawaambieni tatizo la ardhi, tatizo la uchumi ni tatizo la dunia. Ajira ni tatizo la dunia. Sio kweli. Tatizo la ajira sio tatizo la dunia, ni tatizo la mismanagement ya uchumi. Hebu fikiria hivi. Mwalimu Nyerere alijenga kiwanda cha General Tyres hapa. Uongo kweli? Si Arusha hapa? Si alijenga na kiwanda cha Machine Tools hapa? Si ni hapa kwenu Kilimanjaro hapa? Mwalimu alijenga viwanda. Alijenga viwanda vya gineries, vya kuchakata pamba. Alijenga viwanda vya, tulikuwa na kiwanda kinaitwa Tanganyika Packers kwa ajili ya kuchakata minofu ya nyama na kuipaki na kuuza nje ya nchi. Alijenga viwanda vya Philips za redio. Alijenga viwanda mbalimbali. Alijenga viwanda vya nguo. Hakuna nchi duniani ambayo imeendelea bila kuwa na basic industries. Huwezi kuwa na nchi ambayo unaagiza toothpick kutoka ndani ya nchi, kutoka China, alafu nchi yako ikaendelea. Haiwezekani. Iko hivi. Wakati tuna kiwanda cha General Tyres hapa, kilikuwa kinaajiri wa Tanzania. Mtoto wako angeweza kutoka Hai hapa akaenda kuomba kazi pale General Tyres. Mimi babangu alikuwa na Land Rover za zamani zile. Tunanunua tairi za General Tyres. Ukiajiriwa pale, pesa ikitoka kwa mtu anayenunua tairi inaingia kiwandani, inakulipa mshahara wewe. Wewe ukipata mshahara, unataka kujenga hapa kwenu Hai, utamwajiri huyu fundi akujengee. Huyu fundi akipata pesa atanunua mboga kwa huyu mama anayeuza mboga. Huyu mama atakodi bodaboda yako imletee mboga nyingine. Yule wa bodaboda atakunywa mafuta kwenye kituo cha mwenye mafuta, na yule ataajiri mlinzi. Pesa itazunguka miongoni mwetu. Leo hata tairi za bajaji hatuwezi kutengeneza. Tuna pikipiki bodaboda kila kitongoji nchi hii. Tairi ikiisha Kemakolere kijijini kwetu Tarime, pesa inatoka Kemakolere inakwenda Guangzhou China kuagiza tairi. Unajengaje uchumi? Unaajirije watu wako? Unakwenda kwenye mgahawa, unakutana na tomato sauce imeandikwa American ketchup, American Garden ketchup. Wakati watu wa Hai wanalima nyanya, wakati wa msimu wanakosa pa kuziweka. Watu wanalima mananasi, wanalima machungwa. Unakwenda kwenye shelfu za maduka, unakuta cereals kutoka Afrika Kusini ndio juice zinazonyweka hapa. Unajengaje uchumi? Watu wako wanapata wapi ajira? Tunaongozwa na mediocres. Watu ambao wanatembea usalama wa taifa unamuinda Heche badala ya kuzungumza na kujadili kuhusu uchumi wetu. Nchi gani ambayo kila kitu cha nchi yetu kinakabidhiwa kwa wageni? Leo bandari zimekabidhiwa kwa Waarabu mpaka kiama. Uwanja wa ndege wa Kia aliujenga Mwalimu Nyerere. Mtalii akitua pale analipa $55, akishuka akiondoka analipa $55, $110, shilingi 300 kwa kutumia uwanja wetu. Leo uwanja huo amekabidhiwa Muamani auendeshe, kwamba sisi ni ndondocha, hatuwezi kusimamia hata uwanja uliokwisha jengwa upo. Mtalii tu atupe hela, hatuwezi. Wanahamisha watu pale Kia vijiji viwili ili wahame, wamwachie Muamani aendeshe uwanja wetu, akusanye pesa apeleke Oman. Utajengaje uchumi wa namna hiyo? Nilikuwa naambiwa hata ile BRT wanayojenga Dar es Salaam, zile rapid transport zile wanaita mwendo kasi, wanakaribia kuzikabidhi kwa Mwarabu aziendeshe. Kwamba sisi tunakopa pesa Benki ya Dunia, tunajenga barabara,
Na dunia hii ni biashara ya kwanza ambayo nimeona ina wateja alafu inakufa. Biashara inayokufa ni ile ambayo haina wateja. Mwendo kasi Dar es Salaam inaenda Kimara imejaa, inarudi imejaa, alafu mabasi yanakufa, hawana hata uwezo wa kuyarepress. Yaani unanunua basi jipya, hata ungempa boni huyu anunua basi lake jipya, umtengenezee barabara yake ya kupita bila bugza, aende Kimara na Posta, kesho yake angekuwa na mabasi 10 au 15. Lakini chini ya serikali hii una barabara imetengenezwa haingiliani na nyingine, umepewa mabasi mapya 200, yamekufa yote bila kununua hata basi moja. Hii nchi gani hii? Leo wanasema kwa sababu sisi BRT zinakufa tuzikabidhi kwa Mwarabu. Mimi nawauliza, nani aliyewaroga? Kwa nini hata msimpe basi Shabibi ni CCM wenzenu? Kwa nini msimpe hata huyu nani wa Morogoro? Mwambie nunua hapa Abudi, nunua mabasi endesha hapa. Kwa sababu gani? Yule Abudi akinunua mabasi, ile pesa itarudi ndani ya nchi, atataka kujenga hoteli, atakuajiri wewe. Lakini ukimpatia Mwarabu, akipata faida anaenda kujenga kwao. Tuna nchi ambayo Mwarabu atakusanya pesa za mama anayetoka Kimara akajenge nchi yao. Nchi gani? Dubai mwaka 61 ilikuwa na watu 70,000. 70,000 mwaka 61. Dubai ni jangwa. Mkisikia watu wanaenda kula raha Dubai, msifikiri ni sehemu nzuri, imejengwa. Dubai ni jangwa. Mwaka 61 si tuko 8,000,000, wao wako 70,000. Wanatembea jangwani, wanaokota tende, dates, peku, hawana hata choo. Mwaka 61 juzi hapa. Mwaka 69 wanavumbua pipa lao la kwanza la mafuta. Sisi mwaka 63 tuna chuo kikuu. Dubai. Bandari ni mlango wa fedha, watu wa hai. Tuna maji ambayo Mungu ametupa bure ya bahari. Mnajua bahari ndio inaingiza mizigo yote. Tukinunua gari Japani inapita kwenye maji. Tukinunua speakers zinapita kwenye maji. Wakinunua grade inapita kwenye maji. Tukinunua silaha zinapita kwenye maji, zinasafirishwa na meli kubwa. Unachohitaji ni kujenga kitu kinaitwa gati. Gati ni kama stendi, sehemu ambayo meli itasimama ishushe mizigo na kupakia. Alafu Mungu akatupa hiyo, akatupa na nchi 6 landlocked ambazo zina mlango wa bahari. Kongo ni landlocked, Zambia ni landlocked, Malawi ni landlocked, Uganda, Rwanda, Burundi, zote. Ili mtu aendeshe gari Kongo, tubadilishe nchi hii ili tushindane kwa hoja. Tumekosea nini? Kwa nini mnataka kutuua? Nataka tufunge mdomo? Sisi ni wahalifu kuliko wanaouza nchi hii. Kila siku ukifungulia redio ni wizi kwenye nchi. Unakuaje na nchi ambayo mtu anaandika kwenye mtandao anatekwa kwa kuandika kwenye mtandao? Wewe rais unayesema ni rais wa watu 63,000,000, mtu anaandika, anaangaliwa na watu 10,000, mnamteka wakati una watu 63,000,000. Hofu yako ni nini? Sisi Chadema tumekataa kunyamaza. Lissu hajaiba. Lissu ni mtu aliyepigwa risasi 16, Mungu akamwokoa. Angekuwa mtu mwingine na familia yake ilimwambia hata asirudi. Kwa mapenzi yenu amerudi hapa. Mtieni moyo. Mkirudi nyuma, Lissu atanyamaza. Msipotutia moyo tutakata tamaa. Nguvu yetu ni nyie. Chama chetu kinashambuliwa sio kwa sababu kinakosea. Chama chetu kinashambuliwa kwa sababu tuko sahihi. Watanzania, kaeni upande wa chama chetu kwa sababu kiko sahihi. Tunashambuliwa sio kwa sababu sisi ni wahalifu. Tunashambuliwa kwa sababu tunalinda rasilimali za nchi yetu. Inawezekanaje ndugu zangu? Sisi tunakuwa nchi ambayo vijana wana ajira. Wasukuma wanalima pamba Geita, Mwanza, Shinyanga, Kahama, Mara. Alafu hiyo pamba wanauza shilingi 1,115. Inakwenda nje. Hiyo pamba inaenda inafungwa kwenye kakaratasi hivi, inarudi kwenye hospitali, gramu 250 mnanunua shilingi 10,000 wakati nyie mliuza shilingi 1,100 kwa kilo. Hiyo ni akili, ni matope. Mnapataje ajira katika mazingira haya?
kwamba hamwezi kutengeneza hata gozi za kufutia vidonda hospitalini, na pamba mnalima nyie. Mtatengenezaje ajira? Ndio maana mnakaa vijiweni mnashindana kuhusu goli la mama, sui mkwara, sui nani. Ujinga mtupu, nchi inatafunwa. Huyu mama anachukua pesa za nchi yetu, zinatapanywa na vijana wana kazi. Ripoti ya CAG inasema serikali imefanya matumizi yasiyokuwa na tija, na hapo ina maana CAG ametumia tafsida kwamba matumizi, angeweza kusema matumizi ya kijinga, ni kama kusema naenda msarani badala ya kwenda wapi. Amesema matumizi yasiyokuwa na tija bilioni 571, bilioni 571 kwa mwaka mmoja, na vijana wana kazi. Nchi hii tuna machimbo ya madini. Ungeunda vikundi vya vijana 100 au 200 ukawapa mtaji na maeneo ya kuchimba. Dhahabu inachimbwa kwenye eneo kama hili, usifikiri ni eneo kubwa. Yaani hapa kwenye uwanja wangeweza kuwapa maelfu kwa maelfu ya vijana, vikundi vya watu 100. Na tuna dhahabu Geita, Tarime, Kahama, Shinyanga, everywhere. Vijana wetu waka specialize kwenye kuchimba mde. Unawapa mtaji wa bilioni 2 za kununua baruti, za kununua, wakachimba pale. Ukitoa dhahabu unakuja kujenga hapo. Utanunua simenti kwa yule ataagiza roli la yule, pesa inazunguka. Leo wamekabidhiwa Wachina. Nenda kwenye maeneo yote ya migodi, Wachina wamejaa, wanapora utajiri kama hakuna siku nyingine. Leo Wachina wameingia mpaka Kariakoo. Kariakoo ilikuwa imejaa Wachaga, nyie mnafanya biashara kule. Sasa inageuka kuwa mali ya Wachina. Mama, ulikuwa hapo unasubiri mtoto wako yuko Dar es Salaam akuletee chakula, leo hicho chakula kitapelekwa China. Nchi gani? Nchi gani sio kuwa na uwezo wa kulinda watu wake? Alafu tukae kimya? Ndio maana tunasema tuna uwezo wa kubadilisha nchi hii. Hii sio nchi ya watu kupewa tasafu, pesa ya kijinga shilingi 30,000, na wakina mama na miaka 60 anaenda kulimishwa mitaro ya barabara na kuchimba. Kwa nini Saashisha chimbishe mama yake mtaro kama ni rahisi? Tuna wabunge wenda wazimu, hawawezi hata kuzungumza mambo ya maana. Wanaenda bungeni ni kuitikia ndio tu. Tasafu iko hivi. Chadema tumesema tukishinda nchi tutakuwa na universal pension. Kila mtu aliyetimiza miaka 60 atalipwa pension ya serikali. Kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Kila mtu kwa njia yake analitumikia taifa hili. Kila mtu. Wewe unayelima ndizi ndio unamsababisha askari huyu akae ofisini kwa sababu wewe umemletea chakula. Wewe unayechoma mkaa ndio unachoma mkaa unamsababisha mwalimu akae ofisini kwa sababu atatumia mkaa uliochoma kupika chakula. Wewe fundi ujenzi ndio unatujengea nyumba tunakaa. Kwa hiyo wewe bodaboda unaendesha bodaboda na wewe unalitumikia taifa. Inakuwaje watumishi wa serikali tu ndio walipwe pension baada ya miaka 60? Wewe uliyejenga nyumba usilipwe pension wakati na wewe ulitumikia taifa. Sisi tumesema kila mtu atalipa pension kwa sababu na yeye amelitumikia taifa, na yeye amejenga nchi hii. Tunataka tubadilishe nchi hii. Inawezekana. Norway, nchi ya Norway wamevua mwaka jana peke yake kwenye bahari kuu dola za Kimarekani bilioni 9.8, trilioni 30 kwa mwaka mmoja tu, uvuvi wa bahari kuu. Hawana bahari kubwa kama ya kwetu. Sisi tunahitaji kujenga viwanda vya uvuvi, tunahitaji kununua meli za uvuvi ziende deep sea. Unaenda nchi kama India, ina watu bilioni 1.2. India watu hawali nyama nyekundu kwa sababu wanaamini ng'ombe ni mungu wao. Kwa hiyo wanakula samaki, wanakula michicha, wanakula na vitu kama hivyo. Tungevua bahari kuu, uvuvi peke yake unaweza kuingiza pato la zaidi ya bilioni 5 hata 6 za Kimarekani kwa mwaka. Nani atakosa kazi katika mazingira haya? Katika uchumi huo. Tukiwa bungeni mwaka 2017, mimi nilikuwa waziri kivuli nishati na madini.
Wakati bwawa la Mwalimu Nyerere linaanza kujengwa, hotuba yangu ipo kwenye Hansard za Bunge na ipo kwenye YouTube. Nikamshauri Rais Magufuli wakati ule kwamba Mheshimiwa Rais, Mungu ametujalia sana, tuna chuma hapa Ludewa pale Mchuchuma, pale Liganga, wilaya ya Ludewa, na Mungu alivyotupenda. Sikilizeni, Mungu ametupa chuma. Maeneo mengine kile chuma anaweka chini ya ardhi mnachimba. Sisi aliweka mlima, yani mlima wa chuma ambao tunaweza kutumia miaka 100 kabla hatujamaliza, 100 years. Na Mungu akatupenda akatupa na makaa ya mawe pale pale Ludewa, sehemu inaitwa Mchuchuma, ya kuyeyushia hicho chuma, na mchanga wa kusafishia akauweka Iringa. Kwa hiyo hakuna kitu tunaagiza kutoka nje. Nikamwambia Mheshimiwa Rais, unaenda kujenga bwawa la Mwalimu, litahitaji chuma kingi sana. Nondo SGR itahitaji chuma. Kabla hujaanza kujenga, tujenge kwanza kiwanda chetu cha chuma. Kile kiwanda kilikuwa kinaenda kuajiri vijana 60,000. Mind you, tangu uhuru mpaka sasa serikali ya CCM imeajiri watu 520,000 tu. Yani walimu, sui askari, sui jeshi, watu wote wako 520,000 tu. Kile kiwanda kilikuwa kinaenda kuajiri 11% ya watu walioajiriwa tangu uhuru mpaka sasa. Hiyo ni direct employment. Hatujazungumzia subcontractors, watu ambao wangekuwa na magari na service mle, watu ambao wangepewa surprise mbalimbali, hivi kuwa supply makaratasi, chakula, hatujazungumzia. Direct employment watu 60,000. Kile kiwanda kilikuwa kinajengwa kwa dola za Kimarekani bilioni 3. Bilioni 3 ni trilioni 7.8. Unachimba miaka 100. Nikamwambia utajenga hiki kiwanda, ukisha kamilisha sasa waite hao wanaotaka kutujengea bwawa, waambie njoo mtujengee bwawa. Shilingi ngapi? Trilioni 5, sawa. Lakini chuma chote hapa Tanzania. Kwa hiyo unawapa pesa kwa mkono huu, unazirudisha ndani ya nchi kwa mkono huu, kwa kuambia lazima chuma ununue hapa. Mnanielewa vizuri hai? Mnanielewa vizuri? Kwa kile kiwanda kuacha kwamba kingetoa ajira, lakini pia kingesababisha pesa zote ambazo tumemlipa huyu mtu aondoke na faida kidogo sana, kwa sababu chuma chote angenunua hapa. Lakini vile vile tungewauzia Ethiopia, tungewauzia Uganda, si wapi, chuma chote wangechukua. Nondo zingeshuka bei kwa sababu tungekuwa tunazalisha hapa. Hawakutusikiliza, wakaendelea. Mwaka jana peke yake serikali imeagiza chuma kutoka nje ya nchi cha dola za Kimarekani bilioni 1.2, trilioni 3. Mwaka huu, mwaka juzi hivyo hivyo, mwaka ule mwingine trilioni 4. Kwa miaka mitatu wameagiza chuma cha trilioni 10. Sijazungumzia miaka mingine yote hiyo. Trilioni 10 kwa miaka mitatu. Kujenga kiwanda trilioni 7.8 uchimbe miaka 100. Kuna akili hapo? Kuna akili hapo? Tukisema wanatuwinda, tumekosa nini sasa kwa kusema haya? Tumekosa nini? Umaskini wetu ni umaskini wa kutengeneza. Tunaishi kinyonge. Mtoto anamaliza shule, hawezi kupata elimu, hawezi kupata ajira ya walimu. Sio kwamba shule zimejaa walimu, shule hazina walimu. Vijana wamemaliza degree, wanaendesha bodaboda, walitakiwa kuwa manesi, walitakiwa kuwa madaktari. Sio kwamba hospitali zimejaa madaktari. Serikali inasema haina uwezo. Unapataje uwezo kama kila unachokusanya hapa unakitoa nje kwenda kwenye nchi nyingine? Una uwezo wa kupata uwezo pale unapozungusha fedha kwenye nchi yako kuliko unavyozitoa nje. Uagize vitu vile ambavyo tu hauna uwezo wa kutengeneza. Tuagize magari, tuagize sio nini, hayo hatuna uwezo nayo. Lakini toothpick, njiti za kutolea nyama kwenye meno, made in China. Hivi mnanielewa nyie? Made in China, toothpick. Na tuna wabunge wanakaa bungeni wanapiga makofi, seat warmers, wapasha viti. Ndio hao ambao tukijaza fomu wanasema hatujui kusoma na kuandika. Mimi sijui kusoma na kuandika mimi. Unawezaje kusema eti wakili wa mahakama kuu hajui kusoma na kuandika? Na leo serikali hii inatumia watu waliokuwa miongoni mwetu kusema uchaguzi wa nchi hii unawezekana. Kanisa Katoliki
Limesema uchaguzi hauwezekani kwa sheria hizi, na likasema muda upo wa kutosha. Wamempiga mpaka padri. KKT imesema hivyo, shura maimamu Waislamu wamesema hivyo, Mzee Butiku amesema hivyo, Mzee Warioba amesema hivyo. Wanaosema uchaguzi unawezekana hivyo tu ni wale ambao wamenunuliwa na CCM na CCM yenyewe. Nyie hai mnasemaje? Nyie hai mnasemaje? Nyie mnasemaje? Nyie mnasemaje? Wangapi wanaunga mkono msimamo wa chama chetu? Nyosha mkono tuone. Nikisema no reforms, mnasema no election. Hai, no reforms. Haitoshi, no reforms. Haiwezekani uchaguzi kwa njia hizi. Haiwezekani mechi inachezwa Simba na Yanga, alafu refari anakuwa Haji Manara. Hiyo mechi itakuwaje ndugu zangu? Niambieni wenyewe. Mtu atachezewa faulu katikati ya uwanja, Haji atasema ni penalty. Uongo kweli? Au inawezekanaje Ahmed Ali awe mshika kibendera kwenye mechi ya Simba na Yanga, offside zote atasema ni magoli? Uongo kweli? Tena atamwambia mshambuliaji wao, wewe kaa kule subiria mpira uje funga tu. Uongo kweli? Leo wanataka tuende kwenye uchaguzi ambao Omar Ramadhani Mapuri, katibu mwenezi wa CCM, ni mjumbe wa Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Sisi Chadema tumekuwa wajinga? Mimi wanasema tunaogopa uchaguzi. Mimi nimekuwa mbunge. Mimi najua utamu wa kuwa mbunge. Mimi nimekuwa diwani nikiwa mwanafunzi wa chuo kikuu. Naogopa uchaguzi mimi? Huyu Boni amekuwa meya, anaogopa tena watu waliotoka kwenye chama chetu eti wanasema kule wamebaki wajinga tu, wenye akili tumeondoka. Mtu ambaye kwenye kundi lote lile mmoja tu ndiye amewahi kushinda ubunge. Nobody knows what it takes kushinda ubunge. Hata udiwani, kuna mtu amegombea miaka 20 hajawahi kushinda. Leo ametoka Chadema anasema atashinda akiwa Chauma. Wamejisahau. Walikuwa wanashangiliwa wakiwa Chadema. Na juzi nilitoa mfano nikasema kuna yule punda aliyembeba Bwana Yesu wakati anaingia Yerusalemu, watu wakatandika matawi na kanga wakamshangilia, akafikiri anashangiliwa yeye, kumbe alikuwa anashangiliwa aliyembeba. Wale wanafikiri walikuwa wanashangiliwa wao, kumbe ilikuwa inashangiliwa Chadema. Waje hapa peke yao waone. Haiwezekani tufanye siasa za ujanja, uongo na uhuni. Tunataka siasa za kweli za mabadiliko ya nchi hii. Tungeni mkono, kipiganieni chama hiki, kisaidieni. Ukiona wanafuta ruzuku, hawafuti ruzuku kwa sababu tumekosea. Sheria kifungu cha 18 kinasema msajili anaweza kufuta ruzuku pale tu ambapo tuna kweli ya mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali. Hatuna kweli ya mkaguzi wa hesabu za serikali. Anafutaje ruzuku? Anataka tukae ofisini. Mimi nimekataa. Kwa shilingi 1000 yako na 2000 na 3000 tutaenda wilaya ya pili, ya 3 na ya 4 na ya 5, na chama kitasonga mpaka kufanyike uchaguzi. Huyu mama anasema anakubalika. Anaogopa nini? Anaogopa nini? Alete uchaguzi huru, Lissu asimame hapa na yeye asimame hapa, ipigwe dakika 90. Ipigwe dakika 90 ya kweli, alafu wananchi waamue. Nyie wananchi mnasemaje? Nyie mnasemaje? Tunataka mfumo ambao hata Chadema ikiingia madarakani, kama imeahidi uongo, muipige chini na muweke chama kingine. Ndio ajenda yetu. Tunazunguka, hatuna ugomvi. Ugomvi wetu ni mifumo iliyopo. Watu wanateswa, askari wanateswa, walimu wanateswa, wabunge wanakaa bungeni. Hotuba ya Wizara ya Mambo ya Ndani, badala ya kujadili maslahi ya askari wetu hawa, wanajadili eti mama anatukanwa. Hotuba imegeuzwa kuwa hotuba ya mama anatukanwa. Huyo askari analipwa 400 au 6. Mbunge akikaa sitting allowance tu, posho ya makalio. Mbunge akai bure. Wameweka posho kwamba ukikaa matako ya mbunge asiumie bure, lazima alipwe kwa kukaa. Analipwa. Sisi tukiwa bungeni sitting allowance na padiem ilikuwa 420. Leo ni 600,000. Mshahara wa askari mbunge analipwa siku hii, mshahara wake milioni 18.
anafanya kazi miaka 5, analipwa pensheni milioni 400, sisi tulilipwa milioni 272. Huyo askari anafanya kazi miaka 30, mwalimu, nesi, miaka 30, wanalipwa shilingi milioni 30. Mbunge miaka 5 tu, 272 bila kikokotoo. Na mbunge akopwi. Yaani ukiona mbunge ameingia bungeni, sisi pension iliingia kabla tujavunja bunge. Kwa sababu tulimwambia rais, bila pension kuwa mfukoni kwanza, bunge alivunjike hapa. Kwa kama hawa, bunge linavunjwa wiki ijayo, pension imeingia leo tayari, iko mfukoni. Askari hawa wanateswa, wanaumizwa. Tutabadilisha maisha yao. Hao watu ni muhimu, ingawa wanatumika, na ndio maana tunawaambia wasikubali kutumika. Tutabadili maisha yao. Hatutafuata askari Rwanda wala Burundi. Keki ya nchi hii inatutosha wote kula na tukaishi vizuri na tukatibiwa vizuri. Inakuwaje leo afisa elimu anayesimamia elimu anapewa gari, anapewa nyumba ya serikali, alafu hataki mtoto asome kwenye shule anayoisimamia, anampeleka kwenye private? Wewe nakwambiaje wewe? Hata Biblia inasema hata waovu wanajua kuwapa wawapendao vilivyo vyema. Nani mtoto wake akimwomba mkate atampa jiwe, au akimwomba samaki atampa nyoka?